Nchi kama nchi ina katiba na utaratibu wake wa jinsi ya kumpata rais wa nchi. Nchi hii haiendeshwi kinabii, inaendeshwa na kikatiba. Kwa hivyo labda hasa nikuulize kwa mfano, nini hasa maana ya kumtaja rais kinabii? Nini hasa maana yake? Manake kisheria, katika sheria za kinabii, nikisha mtamka mtu inabidi asipigiwe kura wala asifanye kampeni. Yani hapo kesho yake aapishwe tu na aende moja kwa moja Ikulu. Ndivyo ilivyokuwa kwenye Biblia zamani. Lakini sasa kwa utaratibu uliopo, kwa sababu nchi ina katiba na utaratibu wake, na baada ya hapo watu wanajinadi kwa kampeni mbalimbali miezi yao miwili, baadaye watapigiwa kura na Watanzania wote. Kwa hiyo kusema sasa kwamba unataka kumtaja mtu kwamba mimi ni nabii nataka kumtaja fulani ndio atakuwa rais, unaleta mvuruganiko katika nchi. Kwa sababu ni nchi ya kidemokrasia. Ni nchi ya demokrasia. Kwa hivyo kwa sababu hiyo basi unakuwa unaleta mkanganyiko wa mawazo, fikra, na pia unawagawa waumini wako na waumini wengine wanaokuamini, japo wa makanisa au madhehebu au dini zingine, lakini wanavyokuamini unakuwa sasa kama vile unaleta kitu ambacho mnasema ndivyo sivyo. Kwa hivyo nadhani kumtaja mtu ni kuvuruga hasa utaratibu na sheria za nchi. Mimi sioni kama ilikuwa busara kwangu kumtaja mtu moja kwa moja. Ila kama nabii naweza kutamka viashiria vya nani atakuwa rais. Sawa. Au ni rais wa aina gani na wa namna gani. Kwa hiyo inabidi hapo sasa inahitaji, ni matamko yangu sasa yanahitaji wafuatiliaji na wachambuzi wa masuala ya kinabii. Lazima kuwe na watu wa namna hiyo katika nchi ambao wana kazi yao ni wanafuatilia na kuchambua masuala ya kinabii. Nabii anapoongea, wao kazi yao ni kufuatilia na kuchambua. Ni kama mahesabu tu. Kwa mfano kuna hesabu za moja kwa moja. Mfano 1 jumlisha 1 ni 2. Lakini kuna hesabu kwa mfano utaikuta ina labda tuseme 1 jumlisha dash dash toa dash dash sawa sawa na 1. Naam. Sasa pale panahitaji uchambuzi kidogo na kufikiri kwamba hivi itakuwa ni 3 toa 3 au ngapi toa ngapi ndio upate urudi kwenye jibu tena lirudi tena liwe 1. Kwa hiyo lakini zote zinaitwa hesabu. Kwa hiyo kuna hesabu zilizonyoka na kuna hesabu ambazo zina mafumbo. Kwa hiyo kuna unabii ulionyooka, na kwa mfano unapomwambia matatizo ya mtu ni unabii ulionyooka. Sawa kabisa. Lakini kuna wakati unamwambia viashiria na alama, na kuna wakati naweza kutamka viashiria na alama ambazo zinahitaji sasa watu wafanye uchambuzi na ufuatiliaji. Sasa watu wakiwa wavivu kufanya uchambuzi na ufuatiliaji hawawezi kupata, kwa sababu itakuwa wanataka kama watoto wale wanaotaka 1 jumlisha 1 ni 2. Sitaki hesabu ya 1 jumlisha dash dash toa dash dash sawa sawa na 1. Sitaki hesabu kama hiyo. Unaona, hiyo inakuwa shida. Kwa mfano labda ningeomba uniruhusu kidogo nitoe mifano mahususi kabisa ambayo itatusaidia. Ninaposema viashiria nimevitoa vingi katika unabii wangu. Nimetoa viashiria vingi tu ambavyo sasa hivi hata nikivileta hapa ukavisikiliza, na mtazamaji anayeangalia anaweza moja kwa moja kujua kwamba kumbe. Lakini kwanza nirudi kwenye Biblia. Kwa mfano kitabu cha Isaya sura ya 7 mstari wa 14 inaongea kuhusu ishara. Na hii ndio watu wanapaswa kuelewa kazi za nabii zinavyofanyika, kwa sababu watu wanamchukulia nabii kama mganga wa kienyeji, na hii ni tofauti. Kwa hiyo nabii, kwa mfano nabii Isaya, mimi ningependa nisome. Kwa mfano nabii Isaya katika hii sura yake ya 7 mstari wa 14 anasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Unaona sasa? Angeweza kuongea moja kwa moja, lakini anasema Bwana atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye ataitwa jina lake
Imanueli. Huu ni unabii wa Isaya. Na hii ni miaka 2000 kabla ya Yesu kuja. Anatoa unabii huu na hata kuwepo siku Yesu akija. Kwa hivyo na watu waliopewa unabii huu kama wameuandika alafu wasifuatilie, hawatajua siku ikitokea. Mstari wa 15 unasema siagi na asali atakula, yani huyo mtoto. Kwa hiyo ni mtoto wa tofauti ambaye Isaya anamtolea unabii. Watamuita jina lake Imanueli. Lakini malaika Gabrieli alipokuja, alisema utazaa mtoto naye utamuita jina lake Yesu. Kwa hiyo sasa unaona kuna tofauti pale. Naam, kweli. Ukienda hivi katika kusema sasa kama hizi hazioani na maana huu nabii sio kweli, hapana, inachukua viashiria vingi. Kwa mfano kuna maandiko mengine yanasema naye alikaa kwetu nasi tukauona utukufu wake. Na hili neno Imanueli ni Mungu pamoja nasi. Ndio naye alikaa kwetu. Kwa hiyo ukishaona haya yote ukayaleta pamoja, basi unaanza kuunganisha ile puzzle, ile swali kama lile mfano moja jumlisha dash dash toa dash dash sawa na moja, ndio unapata jibu. Kwa hiyo kwa kifupi nilikuwa nataka kuonyesha tu kwamba hivi ni viashiria. Kwa hiyo kuna viashiria vingi tu katika matamko yangu mengi ambayo nimewahi kuyatoa, ambayo yanatosha kabisa kukupatia mwangaza au kuwapatia Watanzania mwangaza kuhusu nani angekuwa rais wa 5 wa Tanzania. Ningependa sasa nitoe mifano ya viashirio hivyo ili kwamba tuende pamoja. Naomba turudi mwaka 2014 Disemba. Sawa. Kwa hiyo mwaka mzima uliopita niliongea kabla ya shughuli za kampeni. Niliutangaza mwaka wa 2015 kuwa ni mwaka wa mipango mikubwa. Tunakumbuka. Unakumbuka? Kauli mbiu yake ilikuwa ni chapa kazi kwa bidii. Ni kiashiria hicho cha mwaka 2015 kwamba mwaka 2015 ni mwaka wa mipango mikubwa. Kauli mbiu yake ni chapa kazi kwa bidii. Sasa ukiangalia kauli, ukija kwenye rais wetu aliyechaguliwa wa 5 sasa, Dr. Magufuli, kauli zake zilikuwa ni hapa ni kazi tu. Hapa kazi tu. Tumeshuhudia. Au paliandikwa sehemu zingine Magufuli mchapa kazi. Naam. Sasa ukishaoanisha, ndio nikasema hizi ni puzzle. Inatakiwa wachambuzi na wafuatiliaji wa masuala ya unabii. Naam. Tatizo watu ni wavivu kufuatilia. Kwamba mtu amekuja akaanza kuongea kauli ambazo nabii mkuu alizitamka, basi unaanza kujua kwamba huyu, yani usingepata tashwishi kwamba huyu ndio mwenyewe. Sawa kabisa. Ile swali la Yohana aliloambia Yesu, alilomuuliza Yesu, muulizeni ni yeye au tumtegemea? Akasema heri mtu asiye na mashaka nami, kwa sababu yani viashiria. Naam. Kwa hiyo sasa unaona, kwa hiyo kauli za Dr. Magufuli zilivyokuwa hapa kazi tu. Magufuli mchapa kazi. Lakini pia mimi kama unakumbuka vizuri, nilipohojiwa na Gabriel Zakaria wa TBC, nilisema neno moja. Nilisema hivi kuhusu rais ajaye aliponiuliza. Nikasema siwezi kumtaja jina kwako kwa sababu sio utaratibu, ila nitakupa viashiria. Nikasema hivi, rais ajaye anajijua. Unakumbuka mahojiano yangu? Yapo, yalirekodiwa, yapo kabisa. Watu wanaweza kufuatilia YouTube na nini, yapo. Nikasema anajijua, anakula akijua yeye ni rais, analala akijua yeye ni rais, anaamka akijua yeye ni rais, anatembea akijijua kuwa yeye ni rais. Hivyo ni viashiria nimeongea, na ni alama za barabarani za kutuongoza. Sasa ukija kwenye, ukimfuatilia sasa rais wetu wa 5 huyu ambaye ndo anaingia madarakani awamu ya 5, unaona kabisa kwamba kauli zake, kwa mfano Tanzania ya Magufuli. Umesikia msemo huo? Tumesikia. Sasa anapoongea kwa ujasiri kwamba Tanzania ni ya Magufuli,
Ni kiashiria moja hapo ya kwamba anajijua kuwa yeye ndio rais, anaamka akijua yeye ni rais, anajua nchi kwake. Yani haendi kuwaomba watu, anaongea kwa ujasiri akijua kwamba hii Tanzania ni ya Magufuli. Alafu kauli yake ya mwisho naikumbuka wakati wa mkutano wake wa Mwanza alipokuwa anamalizia kampeni zake, wanapokuwa akihitimisha, alisema kwamba yani ingekuwa kama sio kura kesho, mimi yani ningeomba hata hapa ningeapishwa tu mimi niende Ikulu moja kwa moja nianze kazi. Sasa unaona mtu kama anajijua, alikuwa anajiona tayari ameshakuwa rais wa nchi. Yani si kama vile mtu anasema jamani naomba mtanipa kura. Yani tofauti yake ni kwamba yani ukiangalia hizo video za zile mtafuatilia alizoongea mara ya katika kufunga kampeni zile, alisema kabisa yani kama sio kesho kwamba ni kura, mimi hata sasa ningeapishwa tu niende moja kwa moja Ikulu nikaanze kazi ya kuwatumikia Watanzania. Kwa hiyo unaona kauli yangu nikirudia kwenye viashiria, unaona kabisa kwamba anajijua. Yani pale kwa mtu anayefuatilia na mchambuzi wa masuala ya unabii hakupaswa kuwa na wasiwasi kwamba huyu ndiye rais. Lakini ningeomba niendelee kuqualify pointi zangu ili zikae vizuri zaidi. Kwa mfano nilitoa unabii, niliulizwa pia na waandishi wa habari wengine, nafikiri mwanzoni mwa mwaka huu. Ni mwezi wa pili pale ambapo kulikuwa na maswali kadhaa. Ndio. Niliulizwa kuhusu uchaguzi, views zangu, nikasema uchaguzi ni safi. Safi yani kwa maana peace. Uko safi. Ila maamuzi magumu na rais ana umaridadi. Niliongea vitu kama hivi. Sasa tukianza kuchambua maneno kama haya, hivi viashiria kwamba uchaguzi safi, unaangalia uchaguzi umekuwa wa amani. Unaona kabisa neno la nabii limetimia. Ni kweli. Maamuzi magumu, unaona kabisa mchakato wake ulivyoanza tangu mwanzo na vyote vilivyokwenda, unaona kulikuwa na maamuzi magumu mengi tu, sio kidogo. Ni kweli. Lakini tukawa tunaenda, sio kwamba tunarudi nyuma, nchi inaenda mbele. Ndio. Ana umaridadi au mahiri, yani umaridadi unajua ni smartness katika utendaji kazi. Sawa kabisa. Kwa hiyo ukiangalia kuna picha moja niliwahi kuiona ya Dr. Magufuli. Ndio. Amelala katikati ya lami. Kabisa amelala, alafu anaangalia mstari kama umenyooka. Ule ni umaridadi, umahiri katika kazi yake. Sawa kabisa. Ile ni viashiria tayari. Lakini pia ukiangalia hamna rais ambaye alikuwa anapiga push up katika kampeni, yani mpaka tumeshuhudia kwenye TV mbalimbali zikionyesha mama watoto nao wanapiga push up. Yani ni umahiri, umaridadi fulani katika hali zake za kujiamini na nguvu na kuonyesha anajua anachokifanya. Kwa hivyo na haogopi. Kwa hivyo hiyo pia ni katika kukamilisha au kutimiza viashiria vya unabii. Lakini pia jambo lingine ni linalonivutia zaidi ni uwezo wake wa kushika mahesabu kichwani. Kukariri vitu. Umaridadi, smartness. Anaweza kuongea barabara zote alizotengeneza. Na urefu na kilomita na wapi ziko wapi. Ile ni umaridadi, umahiri katika kazi ya mtu, katika shughuli zake. Sawa kabisa. Kwa nadhani hilo inatosha kwa sasa kujibu swali lako lile. Asante sana mheshimiwa. Naam. Lakini kumekuwa na watumishi wengi ambao tumeshuhudia wakitoa unabii hadharani kuhusu rais ajaye. Akamtabiria mtu kuwa utakuwa rais wetu. Maneno kama huyu ni Joshua wetu au Daudi. Na mwisho wa siku haiwi hivyo. Sasa hili unaliongeleaje mheshimiwa? Swali lako gumu kidogo, lakini nitajitahidi kulijibu kulingana na nafasi yangu kama nabii mkuu nchini Tanzania. Kwa sababu kila nchi Mungu amejalia kuwa na nabii wake. Kwa hivyo nami ninalo la kusema. Kwanza nianze tu kwa kusema kwamba huo ni ukiukwaji mkubwa sana wa maadili ya utumishi.
kiasi kwamba unaweza ukaanza kumshika mtu, kwanza kujiingiza katika mambo ya siasa na kumshika mtu, kumtabiria kwamba wewe utakuwa ndio Joshua wetu, unatuvusha kutoka bahari ya Shamu kama Musa. Hii bahari ya Shamu ni ipi sasa? Maana unajua practically vitu hivi vilifanyika zamani. Sasa bahari ya Shamu hata sielewi wanayoiongelea ni ipi. Kama vile kusema tunatoka utumwani, sijui utumwa gani? Nchi imekuwa huru miaka zaidi ya 50. Na tumeona watu wamekuwa na makanisa makubwa, yenyewe yamekuwa yamejaa watu kwa sababu ya uhuru. Sasa sijui wanadai uhuru upi tena ndani ya uhuru. Yaani unajua kuna vitu havieleweki. Yaani Fanje, unamdanganya mtu ukijua kabisa sio kweli. Yaani kama mtumishi wa Mungu unakaa na mtu kama ni mwanasiasa, unamdanganya, literally mnakuwa hata 100, mnamdanganya wote. Mnamdanganya, mnampa unabii wa uongo, mnamdanganya, literally mnamdanganya, mnakula chai yake, mnakunywa chai yake, mnakula chakula chake, mnakula hela zake, mnamdanganya. Wakati nabii mkuu amenyamaza. Kwa nini watu hawajifunzi hivyo viashiria? Lakini unatangulia mbele, unatoa unabii. Na unabii wenyewe unakuwa ni wa uongo. Kwa sababu unabii wa kweli ukimpa mtu, hata usipoonana naye, ni wa kweli. Elisha alimtuma Gehazi mtumishi wake, mwambie Naamani akaoge mara 7. Hakuonana naye, lakini ulikuwa unabii wa kweli. Ilikuwa. Lakini watu wanamfuata mtu mwanasiasa nyumbani, wanakunywa chai yake, wanakula chakula chake, wanapewa hata na hela na zawadi, wanaondoka, wanasema haleluya, Bwana ni mwema. Mungu amuinue huyu mtu, amweke wewe ndo rais wetu kwa mfano. Unamdanganya mtu. Hili jambo ni baya. Mimi nitatoa mifano kidogo. Mwaka 95 kule Dar es Salaam, aliondokea mchungaji mmoja. Ambaye kanisa lake liko nafikiri barabara ya Sam Nujoma nadhani. Ambaye aliwahi kumshika mwanasiasa mmoja mkono, akamnyanyua juu. Yule mwanasiasa nadhani alikuwa ni waziri wa mambo ya ndani wakati ule na naibu waziri mkuu kipindi kile. Akamshika mkono hadharani kabisa, akasema huyu ndio chaguo la Mungu na ndiye rais wa nchi hii. Namtangaza kwamba huyu ni rais. Kama mchungaji mwenye kanisa lile kubwa pale Sam Nujoma. Lakini kiukweli ni kwamba haikuwa hivyo mpaka milele. Na kitu tu ambacho kinakuja kutokea ni kwamba mara nyingi watu wanapoongea hivi huwa wanaua huduma zao. Ukianza kutoa unabii wa uongo, unamwambia mtu mambo ya uongo, ndio kusema baada ya muda unaenda huduma yako jina lako linaenda likifa. Kwa mfano kuna nabii mwingine pia nimemsikia hata kwenye mtandao, wametuma zile clip zake. Ni juzi tu hapa. Juzi kwa ajili ya uchaguzi huu wa mwaka 2015. Ametoa maneno, na yeye yuko Dar pia, na yeye Mwenge kule. Ametoa unabii na yeye anasema serikali safari hii ni mwisho wake, lazima itakuwa ingine kwa sababu hii ni Jubilee. Jubilee, Biblia inasema Jubilee ikishafika watu wanawekwa mahuru, kwa hiyo tunaenda huru. Sasa unawaza hivi nchi bado yuko kwa wakoloni au vipi? Maana unajua kuna unabii haueleweki. Ni shida kuelewa. Kwa hiyo vitu kama hivi vina confuse. Lakini pia niliona wachungaji wengi wamekusanyika kwa baadhi ya wanasiasa, wakienda manyumbani kwao wanawaambia unabii wa uongo kwamba utakuwa wewe ndio chaguo la Bwana. Wanasoma na maandiko kabisa, wanafungua Biblia, wanajiridhisha kwamba Mungu amemkataa Sauli, amemchagua Daudi.
yani vitu ambavyo vinatia aibu kanisa la Yesu Kristo. Vinatia aibu kabisa, mtangazaji. Na mimi kama nabii mkuu nimenyamaza naangalia, yani hawajifunzi vitu kama hivi. Hawajifunzi vitu kama hivi. Kwa hiyo mpaka wanadiriki kumpaka mafuta mwanasiasa, wanamiminia mafuta kwamba wewe ndiye Daudi, ndiye utakuwa rais. Sasa huyu mwanasiasa atakuwaje Daudi? Kivipi? Yani inakuwa kuwaje hii habari hii kwa ujumla? Mpaka unamiminia mafuta kana kwamba nchi huo ndio utaratibu wake. Kwa hivyo hili jambo ni makosa kabisa, na mara nyingi watumishi wakishaanza kufanya hivyo huwa ndio kama utumishi wao unaenda ukifikia mwishoni. Yani wamejikinai na utumishi wao unaenda ukifikia mwisho. Na hii ni makosa makubwa sana. Kwa sababu nitakupa mfano. Biblia inasema nitawainulieni, yani Mungu anaongea kupitia wakati ule wa Musa. Nitawainulieni nabii katikati ya ndugu zenu. Sawa kabisa. Hii ina maana katikati ya ndugu zenu nabii huyu lazima awe anaongea lugha yenu. Kama sisi ni Kiswahili, ina maana nabii anaongea Kiswahili. Kama mimi ninavyoongea, nabii mkuu sasa naongea Kiswahili. Kwa hiyo ni rahisi kunielewa. Mungu amekuinua katikati yetu wa Tanzania. Yes, kwa hiyo ni rahisi kunielewa. Lakini watu wanamwacha nabii anayeongea lugha yao, wanaenda Nigeria kutafuta nabii anayeongea Kiingereza. Tunaona matatizo mengine ni kama haya. Matatizo yanakuwa ndivyo sivyo plus. Hayo hivyo. Ni makosa. Umemwacha nabii anayeongea lugha yako. Na mara nyingi unaweza kukuta hata watumishi wengine wanaweza kuwaambia hata waumini wao, wahenyesha, tufunge jamani, tufunge, fulani ndo rais. Yani unawaingizia watu roho mpaka wanashika ile roho kabisa, fulani ni rais. Wanakaa wanasema kwamba yani huyo ndio rais kabisa. Kwa hiyo unawatesa watu, alafu hawi rais. Waumini wote wanaumia roho na wanakuwekea wewe maswali kwamba hivi sasa ni mtumishi wa Mungu wa kweli au sio? Hili jambo linaumiza, ni jambo baya. Mimi kama nabii mkuu natamka kwamba watumishi wa Mungu ni vielelezo katika nchi. Waache mambo yasiyowahusu. Wakae kwenye mstari wenye nidhamu na hekima na busara. Asante sana mheshimiwa. Naam. Lakini je, wewe haujawahi kufuatwa ili umhakikishie mtu kuwa atakuwa rais? Sana tu wamekufuata. Ila hivi kwa mfano wewe ukinijia mimi, halafu labda unataka kuniona, nikawa sikupi nafasi ya kuniona kwa mfano, huwezi kuwa nalo nijibu? Inawezekana mheshimiwa. Sisi kama umenielewa. Inawezekana kuwa nijibu. Huwezi kujua kama hilo nalo nijibu, kwamba labda Mungu, sababu nabii anamwakilisha Mungu, labda Mungu hajakubali, au pengine ukimwambia ukweli anaweza kuvunjika moyo. Anaweza kuvunjika. Mara nyingi hata katika Biblia kuna hadithi kama hizo. Mfalme mmoja alisema yuko, na mmoja aliuliza hivi, hamna nabii tumuulize? Mmoja akasema yupo bwana mmoja anaitwa Mikaya, lakini yeye huwa ananitabiria mambo ya mabaya tu. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo huwa vinatokea. Yeah. Kwa hiyo lakini mimi kwa sababu naijua kazi yangu na ninaifanya kwa umahiri mkubwa, kuna vitu naepuka. Kama Mungu hajasema siwezi kusema. Ukiona nabii mkuu wa kweli amepanda basi, akaenda airport, akapanda ndege, akatokomea nchi zingine, akatoroka nchi, kila mtu apande milimani akafunge na kuomba, kwa sababu sauti ya Mungu haipo. Ndio lile neno Yesu aliwaambia, kama bwana harusi yupo, kuna haja gani ya kufunga na kuomba? Lakini akiondolewa kwenu, mtafunga na kuomba. Lakini kama nabii mkuu unamuona yupo, hajaondoka,
na anaongea kirahisi, ina maana hiyo ndio sauti ya Mungu. Yani watu ilikuwa majibu rahisi tu kuyachukua na kuyapply. Kwamba kuna amani basi. Lakini wanapokuwa tatizo linakuja ni kutokuamini unabii. Hilo ndio linakuwa tatizo. Yeah. Nakushukuru sana, lakini rai yako kwa Watanzania baada ya kumpata rais wa awamu ya 5? Tafadhali. Kwanza kabisa rai yangu ingekuwa ni Tanzania ni moja, tujenge nchi yetu nzuri. Pili ingekuwa tuache roho ya kwa nini. Watu wengi wana roho ya kwa nini. Kuna msemo fulani niliwahi kuona VETA unasema kwamba fundi asiye na ujuzi usingizia vifaa vyake. Kwa hiyo nadhani tuache hiyo roho ya kwamba unajua kwa sababu ilikuwa hivi ikawa hivi ndio maana ikawa hivi ikawa hivi. Hapana, tuangalie picha kubwa inasemaje. Kama uchaguzi ulikuwa wa amani, basi tunaangalia hiyo ndio picha kubwa. Na mwisho kabisa ningependa kutoa rai yangu kwa viongozi wa dini wasitumie nyumba za ibada. Narudia, wasizitumie nyumba za ibada kwa shughuli za kisiasa. Pia waache kuwatabiria uongo wanasiasa, na sio wanasiasa tu, hata watu wengine. Waandishi wa habari wangejifunza kuchukua ile pasenti kubwa iliyo nzuri wailete kwa wananchi ili nchi idumu kuwa na amani na mshikamano na ule uzalendo wetu uendelee kuwepo katika kujenga nchi yetu. Hayo ndio yangekuwa ya kwangu kwa sasa. Asante sana. Nakushukuru sana kwa nafasi hii ulionipa ya kuongea nawe Mheshimiwa Nabii Mkuu.